Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa na share neno la Mungu pamoja na shuhuda. Na leo tena ni siku njema. Nikisema siku njema ni siku njema kweli, kwa sababu katika wiki hii ni wiki muhimu sana katika kalenda yetu ya Wakristo, kwa sababu ni wiki ambayo tunakumbuka ukombozi wetu. Kuna watu ambao wanasema neno la Mungu halitupi maelekezo ya kusherehekea hii sikukuu ya Pasaka. Mimi nasema you don't need kupewa maelekezo. Kwanza, pili, huko nyuma wana wa Israeli walipewa maelekezo kwamba wataikumbuka Pasaka. I don't want to go yani kwenye hiyo njia kwa muda mrefu, lakini what I'm saying is, kwangu mimi binafsi sikukuu ya Pasaka ni sikukuu muhimu sana. Na kama wewe mwenzangu uko kama mimi, sikukuu ya Pasaka ni muhimu sana kwako, weka hapo amen kwamba ni muhimu sana sikukuu ya Pasaka. Inatukumbusha ukombozi wetu ambao Bwana ametukomboa. Sasa kabla hatujaendelea, tuangalie katika wiki kama hii miaka 2000 iliyopita mambo yaliendaje, yalianzaje na ilikuwaje, kwa kuiangalia hii short film. Mungu awabariki sana. On that day, he entered Jerusalem, not as a warrior, but as a king of peace. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. They praised him, but they did not yet understand him. In an upper room, he shared his final meal. This is my body, given for you. This is my blood, poured out for many. A covenant was being sealed. Love was preparing for sacrifice. In the garden, the weight of the world pressed upon him. Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not my will, but yours be done. He chose obedience. He chose you. He was betrayed, rejected, falsely accused. The innocent stood condemned, while the guilty walked free. They nailed him to a cross. Father, forgive them, for they know not what they do. It was not the nails that held him there. It was love. It is finished. The earth grew silent. Hope seemed lost. But heaven was not finished. On the first day of the week, the stone was rolled away. Why do you seek the living among the dead? He is not here. He is risen. Death was defeated. The grave lost its power. He is risen. He is alive. And he lives forever and ever. Amen. 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 Niambie, what joy is it kujua kwamba Bwana Yesu katika haya yote ambayo go through ni kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako wewe. Yani mstari na upendaga katika Biblia ni unasema, what manner of love is this? What manner of love? Hili ni pendo la namna gani? Ni pendo la namna gani? Hivi unajua mara nyingine inabidi tukae chini tujiulize. Hivi Bwana Yesu angeamua tu akasema, unajua nini? Hawa watu wamekosa ndio, lakini kwani sisi hapa Baba Roho Mtakatifu tunakosa nini hapa tulipo mbinguni? Utukufu wote ni wetu, nguvu yote ni yetu, ufalme wetu wote ni wetu, splendor yote ni yetu, kama neno la Mungu linavyotuambia katika Wafilipi 2. Inasema aliacha enzi na mamlaka. Yani angeweza kusema yani enzi yote ina mamlaka yote haya, niende nikamfie huyu nani, huyu binti Sayuni ambaye jitambui. Si tuendelee. Hivi ingekuwaje? Kwa sababu neno la Mungu linatuambia wakati vitabu vilivyofunguliwa palikuwa kimya. Hamna mtu aliyesema niende, ila Yesu akasema aende kuja kunikomboa mimi, kukukomboa we. What manner of love? What manner of love? Sasa hebu tukumbuke. Neno la Mungu linatuambia ilianzia hiyo siku ya Jumamosi kwanza. Jumamosi ndio siku ya Sabato. Bwana Yesu aliingia hekaluni kule hekaluni kwa akatangaza yeye ni nuru ya ulimwengu. Kumbuka kitu gani kilianzaga kwenye Biblia kuumbwa? Nuru. Bwana Mungu alivyoumba akasema na ikawa nuru, akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Kwa nuru kwanza iliingia siku ya Sabato. Akamwambia mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeyote atakayenifuata hata tembea gizani. Je, wewe unamfuata Bwana Yesu?
Jumapili sasa ndio siku ya nani tunasherekeaga sikukuu ya mitende. Bwana Yesu anaingia Jerusalem. Kwanza anakutana na yule mdogo wake Yakobo. Yakobo anamwambia, "Wewe ulisema uingie Jerusalem. Unaenda Jerusalem kufanya nini? Watakuwa sijui nini." Yaani kama alikuwa anamdiscourage. Na Mungu anasema Bwana Yesu akakaza uso wake kuelekea Jerusalem. Kwa ajili yangu. Kumbuka vyote hivi Bwana Yesu afanyi kwa ajili yake. Ndio hiyo tofauti ya Yesu na mwanadamu yoyote. Anafanya kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe. Akaingia Jerusalem. Akapokewa kwa shangwe nderemo. Yuko kwenye nani wake punda. Kuna nani moja inasema fikiria hivi, yule punda angedani anaishangiliwa ni yeye, ingekuwaje? Alikuwa anashangiliwa ni Yesu, mfalme wa wafalme. Na ile sherehe inatokana na kitabu cha yani imetimiza prophecy iliyoko katika Zaburi 118 vile Bwana Yesu kuingia na kushangiliwa hosana hosana. Haya, wale watu sasa baada ya siku 2-3 Bwana Yesu wanaanza kufanya mbinu za kuanza kumuua Yesu, kwa sababu wameona ameshaingia Yerusalemu, kaingia kwenye 18 zetu, tutamuua, tuhakikishe tumemuua, bila kujua wanatimiza maandiko. Haya, wale watu walikuwa wanamshangilia siku ile, wengine sio wote, of course hawezi kuwa wote. Kama ukiangalia nani zote sermon zote za Yesu, palikuwa na watu wanaamini na watu wasioamini. Kwa pale palikuwa na hata leo pana watu wanaamini na watu wasioamini. Kwa hiyo kuna watu pale walikuwepo waliosema hosana King of Kings kaingia, wakakoludi na Mafarisayo na watu wengine kusema tumuue. Haya, Bwana Yesu akaona, you know what, ngoja mimi nimalizie kupiga muhuri ili agano jipya. Akawaita wanafunzi wake 12 kwenye chakula cha jioni, wakala chakula, agano limewekwa. Siku nyingine nitaelezea hilo agano, kwa nini ilikuwa muhimu Bwana Yesu kunywa divine na kutoa mkate siku hiyo. Now Bwana Yesu anaenda Getsemane. Ameenda Getsemane, anafika kule, anatuombea, lakini vile vile dhambi za ulimwengu zilimuelemea. Akamwambia, Baba, kikombe hichi kama kinaweza kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimizwe. Angalia, bado anatimiza mapenzi ya baba yake. Yes, kwa kiasi gani tunatimiza mapenzi ya baba yetu hata pale inapokuwa pagumu, especially when we don't get any benefit. Hivi tunaweza kujiuliza, Bwana Yesu anapata benefit gani? Yeye kufa kwake sasa imefanya kwa ajili yetu sisi. Haya, Bwana Yesu msalabani, shetani mwenyewe kwa ujinga wake akajua, hey, nimempata, nimemuua, kwa sababu salisha uaga manani hawa manabii, kawaua kina nani, kina Zakaria, wote wameuawa, kina nani wameuawa. Akajua nikimuua huyu ndo nimemaliza kazi. Yani shetani ana short term memory, au ana short term purpose. Ndio maana ni Mungu alituambia anazunguruka. Yani akizunguruka akapita nyumbani kwako akaona hamna wa kumdivua, anaenda nyumba ya pili, anaenda nyumba ya tatu, anaenda nyumba ya 4 hivyo. Yeye anazunguruka. Kwa hiyo yeye katika pita yake akaona Yesu kamfufua, na ilianzia pale Yesu alivyomfufua Lazaro. Akaona mama kama ameshaanza kufufua watu. Sasa akishawafufua mimi nitaendaje huko? Watu wanaanza kumwamini sasa. Maana wanasema watu wengi walimwamini Yesu pale alipomfufua Lazaro. Akaona ni afadhali nimuue, ndio nimalize hii kazi ya kufufua. Hakujua ufufuo na uzima ni yeye huyo anayemuua. Bwana Yesu akafa pale msalabani. Basi unaambiwa pale msalabani sasa alipokufa ndipo alipomwaibisha shetani. Pale. Akashuka kuzimu. Nyang'anya silaha. Lete silaha. Lete kufuli la mauti. Lete kufuli la alimnyang'anya kufuli la mauti na kufuli la nini? La kaburi nadhani. Kufuli la mauti. Alinyang'anya kufuli 2. Baada ya hapo, siku ya kwanza ya juma, Bwana Yesu akafufuka. Alipofufuka ni siku muhimu. Yani mtu asikwambie kitu jamani. Sio kwamba tunasherehekea Yesu kufa au hiyo siku ya Jumamosi eti tunatakiwa ndio hii Ijumaa Bwana Yesu alikufa leo. No. Alikufa, unakifanyia nini kifo cha Yesu?
Ndio swali. Hiyo siku ni siku ya kutafakari. Mimi kama binti Sayuni, kifo cha Yesu ninafanyia ninakiheshimu vipi? Kwa sababu Yesu alipokufa, alikufa kwa kusudi la kuniokoa. Je, nimeokoka? Je, naishi maisha ya wokovu? Je, namtumainia na mngojea? Ndio hivyo. Haya, Jumatatu Yesu kafufuka. Amefufuka kwa ajili yani, neno Mungu anatuambia amefufuka kwa ajili yangu mimi na wewe. Kwa sababu yeye ndio limbuko la kwanza. Kwa kufufuka kwake, na sisi tunatumaini kwamba siku moja tutafufuka na Yesu. Tutaishi naye milele na milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa kwako wewe ambaye unaangalia hii video siku ya leo, je, kwanza umempokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, yule ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe? Unajua pale msalabani ndio ilikuwa nafasi yangu mimi na wewe, kwa sababu neno la Mungu linatuambia mshahara wa dhambi ni mauti, karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo kuna mishahara hii miwili, mshahara wa dhambi na mshahara wa uzima. Yaani ukiamua kuishi maisha ya dhambi, mauti. Ukiamua kuishi maisha ya utakatifu, uzima. Yaani ukimpokea Yesu. Na utakatifu sio wa kwetu, yaani mimi mwenyewe binafsi. Na hiyo Mungu, yaani unajua saa nyingine nikikaa nasema Mungu wewe wa ajabu sana. Yaani Mungu alileta kwanza Torati. Nyie wanadamu chukueni hiyo Torati, alafu nione kama sio nione, yani nyie wenyewe muone, je, mtaweza kuishi kwa hii standard ya Torati? Walishindwa wote. Walivyoshindwa, ndio ikaja hii covenant ya pili. Na namshukuru Mungu kwangu mimi na wewe ambao tumezaliwa katika kipindi hiki. Mungu alituangalia tu akajua hawa wangezaliwa Torati, mbingu wangeisikia. Umeona? Kwa sababu wakati ule hata palikuwa unaweza tu kauawa kwa kosa ambalo umelifanya. Lakini leo tunaishi katika neema ambayo imeletwa na huyu neema mwenyewe ambaye ndio Yesu Kristo, neema kubwa. Sasa tujitafakari sisi wenyewe. Je, katika hiki kipindi kile kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, sisi tunafaidika vipi? Maana yake asije kuwa Bwana Yesu Kristo amekufa bure. Kwa sababu kumbuka, usichukulie kwamba amekufa kwa ulimwengu. Fikiria amekufa kwa mimi, personalize it. Kwamba amekufa kwa ajili yangu mimi, kwa ajili ya dhambi zangu mimi. Na kama asingekufa, mimi ningekuwa wapi leo? Ningekuwa wapi? Ni kwa ajili ya kifo chake niko hapa. Ni kwa ajili ya kifo chake mimi leo nasikia hii habari njema. Je, naifanyia nini? Kama bado hujaokoka, ni wakati wako wa kuokoka. Vile vile kitu muhimu ambacho napenda vile vile kukishare ni kwamba Bwana Yesu ndio kiongozi pekee. Kuna wakati Bwana Yesu alisema kipofu anamuongoza kipofu. Bwana Yesu ndio njia, kweli na uzima. Kuna viongozi wengine wa dini nyingine, wao wenyewe wakati wanakufa wanaomba waombewe kwamba wafikie kwa Mungu. Yaani wenyewe wanajua kwamba hawajafikia standard ya utakatifu wa Mungu. Lakini eti kuna watu wanawaona ndio viongozi wamekuja kuwaongoza kwa Mungu. Sasa kiongozi anakuambia umuombe. Sisi tunamshukuru Mungu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ameketi upande wa kuume wa Mungu Baba, na ndio anayetuombea, na siku moja atarudi mawinguni na kila jicho litamuona na waliomchoma watamlilia. Je, wewe utakuwa katika wale ambao watamlaki Bwana Yesu mawinguni, au utakuwa kati ya wale ambao watalia kwamba nimepoteza muda wangu na hatakuwa na second chance? Na kurectify hii, kabla sijaendelea nikapewa maswali mengi, ni kwamba Bwana Yesu atakuja kwanza kwa kanisa lake ambao watu wengi hawatamuona. Haya, wengine watakaopata second chance ya kumuona second time. Kama na katika hiyo kipindi ni kigumu, ni kujiokoa mwenyewe. Sasa ni kwa ajili hiyo ni somo lingine siku nyingine. Lakini leo ninataka katika wiki hii tunavyoingia katika wiki hii ambayo tumeianza, wiki takatifu, naomba hebu tulitafakari pendo la Mungu kwetu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake pekee ili kila muumini asipotee. Bwana Yesu hataki upotee. Mungu hataki upotee. Mungu hataki upotee.
Embu mpokee Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Haya, kwa wale ambao mmekwisha mpokea Bwana wetu Yesu Kristo, embu leo naomba tuanze kujiencourage wenyewe. Kama Bwana Yesu, neno la Mungu linatuambia katika Warumi 8 mstari wa 11, mmoja wapo wa mistari ninayoipenda iliyoko moyoni mwangu, ni kwamba inasema ikiwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu inakaa ndani yenu, je, ile mfufuo Bwana wetu Yesu Kristo kutoka katika wafu inakaa ndani yenu, je, haitawauisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa? Swali hilo kwako. Sasa kama kuna ile nguvu ambayo ilimfufua Yesu, na unajua Yesu alifufukaje? Tetemeko, mpaka lile jiwe lenyewe mburumbu likatoka, waaskari chali wakawa kama wamekufa. Sasa hiyo nguvu, hiyo ndio nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani yetu. Lakini unaambiwa ikiwa. Sasa kwa hiyo mimi na wewe tukae tutafakari, je, ile nguvu ile mfufua Bwana wetu Yesu Kristo kweli inakaa ndani yetu? Na kama iko ndani yetu, basi tujitie moyo kwamba hiyo nguvu inatuhuisha. Sisi tunachotakiwa ni kufanya chochea. Mwangalie Yesu aliyeianzisha imani yetu. Na kumbuka, leo ni siku njema Bwana ameifanya. Ninaomba niishie hapo. Naomba kama bado hujasubscribe, subscribe, share, like and comment. Ninaomba wote mnaoona kwamba sikukuu ya Pasaka ni muhimu kwenu, weka hapo amen, na Mungu awabariki sana. Amen.